Kwa hiyo yote unanifanyia leo kile sisi unanitania mkeo. Mimi nakuchana. Wewe mbela. Kwa dada wewe. Alafu hapo umesikia tukisema tuzipali hapa au sina mpoteshe. Mimi nitakuuliza sasa. Mimi niko vizuri. Kila utatufanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi, kifo cha dhambi hakina msamaha. Kifo cha dhambi, kifo cha dhambi, kifo cha dhambi. Mama, mimi nilikuja mpaka nyumbani kuja kukufuata, lakini sijakukuta. Ulikuwa tayari ushajimu kwenye mihangaiko yako. Hongera sana mke wangu. Sitaki kusikia ujinga wako. Yote unanifanyia umeyasahau Ama kweli mjinga ajijui. Kwa hiyo yote unanifanyia leo kile sisi unanitania mkeo. Achana na maisha yangu paka wanjana wewe. Hebu ipisho. Kila utatufanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi, kifo cha dhambi hakina msamaha. Kifo cha dhambi, Maanake hapo tumekuja muda mrefu, unaonekana una furaha, mawazo kibao, au ndio ugumu wa biashara hiyo? Kaka, ni kazi biashara ilikuwa ngumu nilijua. Lakini ni tatizo. Yaani leo bwana katika kupita zangu. Pale jana nilikuwa nimekutana na mamu. Na nikamsimamisha vizuri tu. Leo nizungumze naye kuhusu swala la mimi na yeye kuwa pamoja, kurudiana. Lakini kama kitu ambacho nimekutana nacho, ni kizito sana. Yaani nilikuta na amulia tu matusi. Mama mtokana sana bwana. Yaani mbona nilikuta nimekosa amani kabisa. Hata sasa ni kitu gani cha kufanya? Hiyo. Kiukweli ndugu yangu, kwanza nikupe pole sana. Lakini kwa upande wangu mimi nahisi, naona kama shemeji yuko sahihi. Kutokana na vitendo ulivyomfanyia Hashimwene, kukana halali yao. Yaani kukataa ni halali yake kabisa. Kwa hiyo upande wangu naona yuko sahihi. Sababu nakumbuka vitendo ulivyomfanyia, na vikumbuka sana. Ila sasa kwa kuwa wewe mwenyewe umeamua kujiuliza na kutaka kumrudia, mimi ninachokuomba ndugu yangu, tuliza kichwa, endelea kumfuata. Mimi najitahidi kuzungumza naye mara kwa mara, pengine anaweza akakusamehe, kwa sababu mwanamke anakuwa mgumu sana kusahau mambo uliyomfanyia kama mabaya. Na ukiona mwanamke anakusamehe, ujue ameamua tu kurudisha moyo. Lakini wanawake ni wagumu sana kusahau baadaye. Ngumu kusahau. Silimu wewe? Umesikia kama kuu. Huyu ameshaongea, amekwambia kwamba kule uende mara kwa mara. Ila usitumie mfumo dume unapoenda kule. Sije mama Mungu anatufanya maisha bwana hivi na hivi. Unaharibu. Ukifika kule jishushe. Kwa sababu wewe si unakiri kosa lako, jishushe. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Au kaka unasemaje? Wewe kweli kikubwa unachotakiwa ufanye, hiyo unamfuata mara kwa mara. Kwa sababu mara moja mtu hawezi kukubalia tu hivi. Hata kama wewe ungekuwa ndio umekosewa, wewe hawezi kuja mara moja alafu ukafanyaje? Ukamsamehe. Kwa hiyo sisi tunachokushauri, lazima tupambane kukusaidia wewe kabisa, kwa sababu hakuna kitu kizuri kama tunazunguka tunamkuta shemeji hapa anapika, nyumbani kwako baba anapika, tunakula.
Umeona? Sisi vijana ambao hatuna ajira, kula mwa watu nayo ni ajira namba moja hiyo. Kulia mwani bana ujeje ajira. Huo ndio ukweli, huo ukweli. Kwa hiyo lazima tupambane bana kuhakikisha shemeji bana namna gani. Na mimi sio kitu kimoja rafiki zangu. Kwanza nafurahi sana na mawazo yenu nyinyi mtafanyia kazi na naamini kwamba mje kuniangusha. Lakini pia mimi pia mnisaidie kwa hili. Wewe, sisi lazima tupambane kwa sababu kiukweli sisi hatuna kazi mjini hapa. Umeelewa? Kwa hiyo kile kitendo cha kuzunguka kumkuta shemeji anapika chakula. Hiyo nayo ni faraja kwetu baba. Sasa asikwambie mtu hakuna chakula kitamu kama za majirani. Hususan rafiki au kama mwe. Kwanza mnivuta kwanza. Ndio hicho. Hapo natupa ile morali ukukazania jambo. Bora utafurahi. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya, kifo cha dhambi. Wewe nani? Wewe nani? Mimi umeo. Pole sana mke wangu. Mimi nimekushtua. Lakini nimekuja na zawadi. Lakini kabla ya kukupa zawadi hii, naomba unipe muda kwanza kuzungumza na wewe. Kwa sababu nina maongezi marefu sana na wewe. Naomba muda wako tu. Basi. Shemeji, huyu binadamu angalia leo amejipanga mfanyaje kuja kukuletea zawadi hii yote kwa lengo la kusuuza moyo wake na kutoa madhambi yake. Muelewe huyu ni binadamu kama binadamu wengine tuliojaa. Muelewe binadamu huyu. Mimi najua mke wangu nimekosea sana. Lakini sisi wote ni watu wazima. Na mtu mzima akikosa basi ni lazima atende kuomba samahani. Na lengo kubwa la kuja hapa ni kuja kukuambia mke wangu kwamba nahitaji nikurejee. Ikiwezekana tukaishi kabisa nyumbani, tuishi kama zamani, tumlee mtoto wetu. Mwangalia alivyokuja kinyonge, amekuja na zawadi. Muelewe huyu binadamu shemeji. Tafadhali naomba muelewe. Mimi mnachokifanya ni sawa kutwanga maji kwenye kinu. Kitu pekee ambacho mnaweza kunisaidia ni kuondoka hapa nyumbani kwangu. Mmenikuta na kazi nafanya, mnanichelewesha. Naomba ondokeni. Ondokeni. Hapa mambo yasiwe mengi sana. Turudi kwanza. Turudi kwanza nyuma. Basi naomba pokea zawadi yangu. Naomba ondoka. Toka na hiyo zawadi yako. Toka. Familia yangu, kaka yangu, ukamdharau, ukamuona kama yeye nyang'au. Upendo wangu, thamani yangu niliyokopa, ukaidharau, ukaniona kama mimi nyang'au, usema nitakusahau. Kankuta baba anachimba mihogo. Ile mihogo ilikuwa ya wizi akakung'utwa. Aliitwa mwizi akakung'utwa. Hatimaye alikosa pua. Ile pua mwenye mihogo kwenda kuipika kafanya mboga watutuka. Kafanya mboga watu tukala. Naomba usiku na mchana jinsi gani nitampata akutimisi wezi mama. Misiwezi eti na mama wako ngono misiwezi. Ngoja nivune tembela hapa.
Washe. Washemeji. Naona kazi na nyimbo kidogo. Kazi na nyimbo kaka. Sawa. Karibu sana. Hivyo. Ndio. Sasa washemeji. Ndio. Sasa hapa unalima bustani unaanzia chini kwenda juu. Sasa maji ndo wanapandaje? Hapa tunapaonea saa yangu nipate ndoo hapa papo na hapa tembele kae safi kabisa. Hata kama watu wakipita barabarani wajue kabisa huyu kijana hapa anajitahidi. Hali baba. Shikamoo. Sasa bwana tupo tunaendeleza maeneo haya mzee wangu. Haya babangu tupo. Niambie bwana shemeji. Sasa hapo shemeji hapa? Ndio. Kwa mfano kipande hichi chote hichi. Unaweza kupanda kule Chinese. Unajua sasa Chinese zina soko sana. Chinese hiyo katungine ukialakia kulala. Tungu. Hamna. Yaani sehemu ile pale mpaka pale kwenye zile nyanya pale. Pale chote kile piga Chinese. Alafu kipande hiki hapa cha nyuma hichi. Sawa. Piga mchicha hapa. Hapa mchicha. Alafu huko ndo haya matembele. Nini? Basi. Utapiga sana hela. Ushauri wako ni mzuri, wala hamna shida. Bwana sasa watu tumeamka sana sasa hivi tunakula sana mboga za majani. Baya mno. Na walipofika kuku wa boil hapa basi kubaki changanyikeni hapa boil hapa matembele hapa Chinese. Koli. Sawa. Yeah. Sasa bwana mimi natoka nyumbani kule. Nimekuja pale bahati mbaya sijakukuta. Nikasema bwana shemeji jana sehemu nyingine nakwenda kushinda jioni hii. Zaidi bustanini kwake. Ni kweli. Kuna nija. Ni kweli. Na mimi lengo la kuja hapo shemeji ni kuja kukuomba jambo hili moja tu. Jambo lenyewe ni kwamba washemeji mimi ni mwanamume mwenzako. Unaelewa hisia na mapenzi unayajua. Washemeji mimi sikufichi. Kiukweli mimi dada yako nampenda sana. Na nimejaribu kumfuata mara kadhaa lakini imekuwa inaleta shida. Lakini nikasema kwa sababu washemeji yupo, hakuna kitu chochote kile ambacho kinaweza kuharibika. Nikaona nikufuate hapa ili uende ukanisaidie kuzungumza naye. Mimi bado namhitaji huyo shemeji. Sasa bwana shemeji, mimi naweza kushangaa kitu kimoja. Kwanza sijakuelewa tu mifumo yako jinsi ulivyokuja hapa na kuniambia sisi nikaongea na dada yangu sisi mimi ananielewa. Yaani najiuliza hichi kichaa wewe kimekuanza siku mbili hizi au ndo kinakuanza? Nikutafutie kama nikufunge toni hapa. Sababu wewe hujawahi mimi kunifuata kuniambia hayo maneno kwamba mimi dada yako palikwenda palirudi mara hivi na hivi. Hiyo haijawahi kutokea na nilikuwa nakuheshimu sana. Mwenyewe bwana shemeji. Sasa unapokuja kuniambia bwana wewe mimi maliziki amefungwa yaani dada yangu mimi amekufungia wewe maliziki. Wewe ni mpumbavu kabisa bwana shemeji. Wewe kuja kuniambia mimi mambo hayo. Wewe sisi umeshawahi yaani umetudhalilisha vya kutosha. Alafu hapo unanifuata mimi huku kwamba kakae na dada yako palikuwa. Afu dada wewe ile kala adimu. Na mzee wangu mimi hajawahi kunizaa mtoto mweusi hivi mimi nilizubaa tangu tumboni lakini mzee wangu mimi alizaa vitu mikale. Mkwaje ona kadada wangu kwanza anafanya vizuri wewe kukukataa. Lakini bwana shemeji, wewe ni mwanaume na unaelewa. Unajua thamani ya kupenda. Bwana shemeji huwezi kuamini. Yaani dada yako pale nyumbani kwangu mimi ndo alikuwa muhimili mkubwa. Yaani maisha yangu yalikuwa yanaendeshwa na dada yako. Na kuna wakati mpaka milango yangu ya riziki pale nyumbani sasa hivi imefungwa. Bwana shemeji hakuna kitu ambacho nakifanya kinaeleweka. Gengi nafilisika. Mipango yangu haiendi. Kwa hiyo niko na njia sahihi ni kumrudia mke wangu kwa sababu mimi nilimnyanyasa sana bwana shemeji mimi najua. Kwa sababu nyinyi linashenga nijua kungwe nifanyaje? Yaani mimi dada yangu nikanitongoza au ndio unachomaanisha wewe nikanitongoza dada yangu mimi? Wewe unanikosea mimi. Tafadhali bwana shemeji, mimi nakuomba hapa utoke kusalama. Vinginevyo nakuchimba jembe usoni huko. Nakuomba bwana shemeji, kabla sijachukua hatua ninavyojuaga mimi, akili yangu ikichange, inakuwa mada kesi. Hiyo inakuwa mambo ya agada mchina tepelija. Ninakuchimba hapa sasa hivi. Naomba uondoke hapo bwana shemeji. Hii familia ya kitajiri, mzee wetu aliweza kuwatoa watoto weupe kala adimu, acharo yape. Mimi mwenyewe nimekuwa mweusi kama pua ya mbwa kutokana nilizubaa tumboni kwa bi mkubwa. Sasa mtu kama yule pale kama analinga unamwacha sababu analingia weupe wake. Wewe popobanga tu wewe. Mwanaume mwenyewe una kichwa kama mapapai ya biashara. Wewe mbwa nini? Uje unisumbue hapa. Wacha sister atambe au kwenye utawala. Walume kuroda kulia kuepe. Kwamba kwa jona katuna dawa. Watu hapo kwenye mifumo ya gana msubiki digitali.
Mwanangu. Ndio baba. Usilazimishe mwanamke asiyekutaka. Sababu yule mwanamke wewe akutaki kutokana na wewe jinsi ulivyomwacha. Sasa haina sababu ya kufuta tena. Hata mwingine maisha yaendelee. Baba, mimi lengo langu ni wewe kwenda kwa yule mwanamke kwenda kuzungumza naye. Najua nilimkosea. Baba, sipofanya hivyo mimi yule mwanamke nitamkosa. Lakini pia kitu kingine, yule mwanamke ndio tegemeo langu kwa sasa. Baba, toka nimeachana na yule mwanamke mimi sasa Riziki upande wangu ameshajifunga kabisa. Baba, naombuka. Please baba, naomba kanisaidie baba, kaniambia msema kwa yule mwanamke, nampenda sana. Mimi sipo tayari kuingia kwenye aibu hiyo. Hivi sura yangu mimi nitaiweka wapi? Ulitukana familia nzima kuikejeli. Sasa leo hii mwanangu mimi niende kule sikufedheka huko? Hapana. Hilo mimi siliwezi. Kutokana na wewe jinsi nilivyomwacha mwanamke yule, maana ulitukana familia ile si kawaida. Ulinyanyasa ile. Na ukaidi. Utamfuata tena. Sasa leo hii mimi niende kule, sura yangu mimi nitaiweka wapi? Baba, mimi najua. Kwa hiyo ushanikoroga tayari, inabidi urudi mwenyewe. Baba, mimi najua. Naomba niseme baba, mimi ni mwanao baba. Sawa. Baba, sawa. Baba, naomba nisamehe. Kaniambia msamaha, nampenda. Sawa, unasema mimi nakubali, lakini sasa hivi mimi siwezi kwenda tena pale kutokana na wewe ulivyomwacha mwanamke yule. Baba, no, baba, sifanye. Baba, naomba kaniambia msamaha. Nampenda mimi, nampenda mke wangu. Sema hivi, nisikilize kwanza. Mimi kwenda pale itashindikana. Mfuate mshenga wako. Baba, ulipokosea mwanzo nikakuzamea, mbona ila we ukujali wala kuthamini msamaha wangu, familia yangu, kaka yangu, ukamdharau, ukamuona kama Niambie ndugu yangu. Mimi niko poa. Uzima upo? Haswa kama unavyoniona. Bibi, mbona unafika peke yako, mwenzio mwachapi tena? Yeye nimempitia kwao, sijamkuta. Napiga simu yake haipatikani. Mimi nikaona bora nijiongeze tu mwenyewe kuja mpaka hapa. Yule nake yako ni mizunguko yake, simu aga lazima naacha ndani. Ila sio mbaya. Nitakapotoka hapa nitampitia tena nikamwangalie. Ina shida, inabidi ufanye hivyo. Ili niweze kwenda kumkumbusha kuhusu ile swala. Ni kweli. Maana kesho sisi tunakutana pale kwako. Tena. Asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Karibuni. Asante. Kwema hapa? Kwema. Sikiza utokako. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Hatujambo. Karibuni sana. Asante. Shemeji? Sabe. Mzigo wako hapa tumetumwa. Mzigo gani? Na umetoka kwa nani? Siwezi kupokea vitu ambavyo sijui vimetoka wapi. Nipeni kwanza maelezo kwanza. Shemeji. Shemeji, pokea kwanza mzigo. Baada ya hapo maswali yatafuata. Wewe pokea kwanza mzigo huu. Shemeji. Hapa mtaani hakuna mtu wa kumpindua rafiki yetu sisi. Ndio. Kwa sababu ukija kwenye upande wa utoaji, rafiki yetu ni mtoaji. Safi kabisa. Alafu sasa wewe hakuna mtu mwingine unayeendana naye zaidi ya rafiki yetu sisi. Yule pale. Anatisha. Wewe Mtu na nusu yule. Yule mtu na nusu. Kwa hiyo Mbela, unamaanisha huu mzigo umetoka kwa babamu? Haswa. Huyo. Shemeji. Huu mzigo umetoka kwa rafiki yetu. Chukua. Chukua. Siutaki huo mzigo. Hivi nyie, mna akili kweli nyie?
Watu wazima nyewe mnafanya kazi za kutumwa. Mnajielewa? Shemeji, huu mzigo umetoka kwa baba Mungu. Lakini pia shemeji, yule atabaki kuwa mumeo. Ewa, yule atabaki kuwa mumeo. Hakuna mtu mwingine unayeendana naye zaidi ya yule. Huo mzigo kwanza vitu alivyotia humo, sijui kama vijafika shilingi 30,000. Hivi mnajua kama nawaheshimu nyinyi? Mimi siutaki huo mzigo. Siutaki, mumrudishie huyo alowapeni. Wakubwa wazima mnakuwa makwadi. Sasa hapo shemeji unaenda kutukosea Sana. kwa sababu ushajua kabisa kwamba sisi ni watu wazima. Halafu unatuambia maneno ambayo sio saizi yetu. Alafu shemeji, mimi ngoja nikwambie. Wakati unachukua zawadi za yule jamaa kipindi kile, ulikuwa unakenua meno. Yes. Ulikuwa unafurahi. Na sisi ndo tulikuwa tunaleta huo mzigo. Uongo kweli? Uongo kweli? Kweli, na tulikuwa tukifika hapa yeye ndo hapa. Hasa Leo unatununia sisi wewe. sisi. Lakini shoga yangu, mimi naomba uchukue tu huo mzigo. Maana ijawa vita kubwa sana. Hebu chukua. Hata kama humtaki, wewe chukua tu. Haya, asanteni nimepokea. Tunashukuru kwa hilo. Jamani, baadaye ndio mambo baadaye. Mimi naona mambo yanakuwa mazuri. Kusema ukweli. Mambo yako bam. Au mnasemaje wenzangu? Au nyamuone. Hivyo mdogo. Sio mdogo. Mambo yako mazuri. Ile sema kuna mtu mmoja tu ambaye anatufelisha. Kuna huyu hapa, anafeli sana. Umeona? Na huyu, na nyinyi ndio nyinyi wenyewe ambao mlifanya nini? Mlimleta huyu. Sio mimi. Ni huyu Sasha. Mimi nilikuwa na wasiwasi naye toka mwanzo na niliongea, lakini Sasha akasema mimi nimefanya naye biashara nyingi, nimefanya naye mambo mengi, nimecheza naye michezo mingi. Kwa hiyo tumchukueni tu. Haya, leo huyu anatusumbua. Ndugu zangu, sasa ningefanyaje? Mtu alikuwa analazimisha aingie. Ningemwacha si lawama hizo. Basi ndio tupambane naye. Ila sio muda wa kulaumiana. Kinachotakiwa sasa huyu kumkazania ile deni alipe. Kwa sababu kwanza pesa aliyochukua ni nyingi sana. Unaona? Sana. Kivyovyote vile inatakiwa arejeshe. Ndio. Unaona? Na kama hatorejesha tunaenda kwake tunasaminisha. Au nyewe mnasemaje rafiki zangu? Ndio hivyo. Utaenda kusaminisha kitu gani mwenzangu? Ana friji yule shoga yangu. Ana friji na screen. Tutaje kweli. Karibu. Karibu kabisa Shem, karibu. Asante jamani. Karibu. Asante. Samahani jamani kwa katisha mazungumzo. Haina shida. Mama. Mimi nilikuja nyumbani kuja kukusalimia. Sema kwa bahati mbaya nilikuwa nimekukosa. Lakini kwa sababu ratiba yako naijua siku ya Jumatano unakuwa uko wapi? Nilikuwa nije moja kwa moja kwenye vikoba hapa. Vipi salamu zangu ulizipata? Salamu zipi? Maana jana nimesalimiwa na watu wengi. Kuna kamzigo nilimpatia bwana Mbele aje kukuletea. Sasa sijajua kama uliupata huo mzigo. Nashukuru mzigo niliupata. Unaweza kwenda, maana kuna kazi tulikuwa tunamalizia hapa. Mimi kuja kote huko ni kwa ajili yako. Nimekuja kuzungumzia kuhusu mahusiano yetu kati yangu mimi na wewe. Mimi najua nilikukosea sana. Na kuna binadamu ambaye amekamilika kwa 100%. Kila binadamu ana mapungufu yake. Kwa mke wangu mimi naomba turudi kama zamani. Kwa sababu sisi ni wazazi na naamini kwamba tuna mengi sana ya kufanya kuhusu kumlea mtoto wetu. Naomba urudishe moyo wako nyuma, tuishi kama zamani. Bado nakuhitaji. Ila kweli shoga yangu, anachoongea shemeji yuko sahihi kabisa. Tena anavyoongea anaonyesha kabisa anamaanisha. Anahitaji msamaha. Mimi naomba tu msamehe, atajirekebisha. Shemeji anaonekana kabisa anahitaji kusamehewa. Mama Mo, mimi mwenyewe hapa, mfano mimi mwenyewe
yani natamani ningepata hata yule mtu wa kusema karibu tukae hapa tupike tule. Leo hii wewe anakuja shemeji anabembeleza namna hiyo namkatalia. Unakaza. Hebu jaribu kufikiria shoga yangu. Msamee. Yeye amjui tu alichonifanyia. Siwezi kumsamehe. Hebu ondoka bwana. Tuna kazi zetu tunamalizia hapa. Lakini najua wapi niteleza mamu. Naomba nisamehe. Si uondoke? Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha. Kifo cha dhambi kifo cha dhambi. Oya Liko mzee Liko. Wewe Liko. Nije kwanza sigara kwanza hapo mwanangu. Sasa maisha gani ndugu yangu haya sasa? Wewe Liko. Oya babu Liko. Wewe Liko. Wewe vipi mwanangu vipi babu vipi? Biashara kama umekushinda amishamisha weka nyumbani. Unakuja na mawazo nyumbani kwenu sio nani wa ndugu zenu waganga. Mnakuja nayo mawazo hayo hapa ofisini. Mambo gani hayo? Mimi nikasikia vitu vyangu vile nikapige bondeni hapo. Vipi sasa vipi? Samahani mwanangu nilikuwa niko mbali hapo. Mimi niko nataka vitu vyangu masigara nikapumzike bondeni hapo. Vipi sasa? Vipo? Sigara zipo? Wataka ngapi? Nilikuwa nataka sigara lakini kwa mpango huu hapa sikupi hata sikuchangii bwana bora niondoke. Kwa mpango huu unakuja na mawazo bwana siwezi kibao kwenu si waganga nini. Sijui vitu. Wahamishe biashara peka nyumbani. Imekushinda hii kaka, imekushinda biashara sasa hizi Liko. Mimi naondoka bwana. Mimi naenda. Sigara ngapi? Kuna sikuchangii kaka. Mambo gani hayo? Mimi naenda bwana bora nikamchangie nani baza nani pale Dul. Wewe vipi bwana? Hivi shoga yangu. Mbona unaonekana una chuki sana mzazi mwenzio? Tatizo nini hasa linalosababisha wewe mpaka ikafikia hatua unamchukia kiasi kile? Tatizo ni nini? Hivi tatizo nini Sasha? Kwa maneno yale uliyomjibu pale, Rafiki zangu, yeye amjui tu alichonifanyia yule mwanaume. Nilimpenda sana. Lakini kwa alichonifanyia siwezi kumsahau. Unatoka hivi kama hujaoa bwana? Lazima nikukague, unajua? Na huko basi. Ila mume wangu. Ndio mke wangu. Naomba utakapokuwa unarudi jioni, upitie pale kwa Leche la kweche pale. Kanichukulie maziwa hata lita moja. Okay. Niamisi kweli. Mimi niseme kwamba usijali kuhusu yule mke wangu. Lakini pia asante sana kwa kunisaidia. Mimi nikutekee kazi njema. Lakini pia kuwa makini na vijana, maana sasa kuna vijana waovyo sana. Sasa wasije kanyang'anyia cheupe wangu. Usijali bwana, mimi sina mambo hayo. Lakini wewe pia uwe na kazi njema huko unapoenda. Asante sana mke wangu. Mume wangu baadaye. Sasa nitajaribu kuonana na yule bwana. Aje kuongezea mizigo hata 2-3 hapa. Naona sasa imepungua, mbaki mmoja ule. Ni kweli. Sasa naona kidogo sasa biashara ni nzuri. Si ndio? Kwa hiyo nitajaribu kuzungumza naye. Kwa hiyo atakuletea. Sawa mume wangu, uwe na kazi njema. Take care. Mimi tena. Bye. Haya, poa baadaye. Haya. Kusema nitakusahau uongo, maana mimi ulinijako. Hapa sina kinyongo, uliyofanya na muachia. Yaani kiukweli mama umeniweza bwana. Kwa vitu nilivyopata humu ndani hata sikutarajia kabisa. Wewe kweli utaniua? Sima hata mimi. Huwa nalizika sana nikiwa na wewe. Yeye nikajikuta kushoto, kulia, katikati, watu Joy. So baby. Mimi nilikuwa na shida. Nilikuwa shida yangu ni kwamba rafiki yangu unamfahamu?
Ndio. Ana kishughuli chake na harusi yake. Na ile harusi inafanyika ukumbini, anifanya kama unaiona. Sasa nilikuwa na shida na kiasi cha pesa kidogo. Hilo usijali. Uko na mimi hapa. Kwa kazi ambayo unaifanya, mume wangu nitakuwa ni mwanaume wa ajabu sana kama sitakupa chochote kitu. Sasa hii hata change usinipe. Uikaa nayo. Sawa Ndio ninachokupendea. Baba Mo. Hapa ndo kazini? Na kuuliza wewe, hapa ndo kazini? Mama Mo. Hivi utaratibu muanzisha lini huo? Kuanza kufuatiliana mpaka kwenye biashara zetu. Yaani sasa hivi umeacha kukaa nyumbani, unaanza kumfuatilia bwana wako. Yaani mpaka inafikia hatua mimi unanifuatilia na wafanyabiashara wenzangu. Hapa nilikuwa tunafanya biashara. Huyu ni partner. Alikuwa ananielekeza jinsi masoko yanavyozidi kupanda na kushuka. Na alikuwa anajaribu kuniambia kwamba sasa hivi box moja la biskuti ile carton ile inauza shilingi 3500. Na ile box la energy saizi inauza shilingi 4500. Kwa hiyo hapa tulikuwa tunafanya masuala ya kuelekezana ni wapi maduka sahihi yanapatikana. Hebu kelele wewe. Kazini biskuti guest. Unanifanya mimi mtoto Hapa ni njiani tu kama njia zingine. Mbona umekuja hapa? Hebu kwa na aibu wewe. Mtaa mzima anajua kama ni mume wa mtu. Mchana kuopo kama huko unasema na binti wewe guest, hata aibu una. Hapa sio guest, hapa sisi tumesimama tu hapa. Tuko na kivuli hapa kizuri, tupoe hapa tusimame tuongee biashara zetu, tumalizane tuondoke. Hebu kwa na aibu, mume wa mtu, hata aibu una. Kweli? Na wewe binti? Mama Mu. Sikiliza, nakujua, nazijua vurugu zako. Mama Mu utanikosea. Hivi mimi na wewe nani anamkosea mwenzake? Ni wewe. Na wewe binti, unafanya nini hapa na mume wangu? Unaona tunafanya nini hapa? Sasa ngoja nikuoneshe kwa huyu malaya wako. Togombana hapa. Sasa wewe tangulia nyumbani. Mimi nakujua. Nakujua wewe mume wangu. Wewe nenda. Yaani baba, nitukana mama yako ananiangalia. Unaacha tu mama yako anitukana, si ndio? Yule sio malaya, yule ni mfanyabiashara mwenzangu. Mfanyabiashara mwenzako Yule ni mfanyabiashara mwenzangu. Alafu mamu unaniharibia biashara. Hakuna biashara ya guest. Mbona mimi mtoto? Mke wangu lazima uwe na subira, kuwa na stara. Yaani kabla hujafanya chochote kile hebu niulize kwanza mume wangu. Unafanya nini mimi nakuelezea. Sasa hapo ni nani yule mfanyabiashara mwenzangu hapo? Wewe mwanaume hivi mbona una aibu wewe? Mbona unakosa aibu mwanaume mchana kweupe kama huku unasema guest hapo na binti? Uone hata aibu. Na mtaa mzima anajua kama wewe ni mume wa mtu. Kwa nini unadhalilisha hivyo lakini? Haya mawazo naleta wewe. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha. Kifo cha dhambi kifo cha dhambi kifo cha dhambi. Hivi huu utaratibu wa kuanza kufuatiliana mpaka kwenye biashara zetu umeanzia wapi? Yaani wewe unakuja sehemu uulize kuna nini hapa, unaanza kupanic. Mimi kuna wafanya biashara wenzangu tunajadiliana jinsi masoko yanavyozidi kupanda na kushuka. Wewe unakuja unaanza kupanic. Maana yake ni kwamba unanipotezea mimi wateja kufanya biashara. Sasa utaratibu sio mzuri. Lakini pia yule ni mwanamke. Hata kama alikuwa ni nini mpenzi wangu, wewe nakuma nini? Kwa sababu mimi ni mtoto wa Kiislamu na dini yangu mimi inaniruhusu kuongeza wanawake. Naweza kuoa wanawake 9, 12. Umeelewa vizuri? Lakini kwa sababu hata maandiko pia ya dini yanasema Nabii Suleiman alioa wanawake 300. Nishindwe mimi? Kwa unaanza kupanic. Hebu kelele malaya wewe. Malaya mkubwa uliokubu wewe. Mimi malaya? Unashirikisha mambo ya dini kwenye uzinzi wako? Hivi wewe mwanaume mbona una aibu? Mimi malaya? Mchana kama ule kweupe, unasema na mwanamke pale guest. Una haya wewe? Yaani naongea. Tunajadiliana mambo ya biashara. Wewe utaratibu mbovu wa shemeji. Uone aibu? Uone aibu? Wewe jua kama elimu mnagombana majana anachukulia ni vipi? Wewe umetua, yani wewe uje tu busara. Ilitakuwa uje kwanza uanze kuuliza kuna nini hapa? Huyu dada yako amekosa nidhamu. Huyu amenikuta niko mimi na wafanya biashara wenzangu. Tunajadiliana kuhusu mambo ya kibiashara. Yeye anaanza kuleta wivu. Maana yake nini?
Na mimi nina uhuru wa kumwamrisha huyu kwa sababu huyu ni mke wangu na wewe pia ni mke wangu. Vile vile. Kwa sababu huyu ni mume wako ndoa. Kama yeye ni mume wako ndoa na wewe pia ni mke wangu, si shemeji yake. Unasemaje wewe? Ninyi wote ni walembo tu wangu mimi. Walembo mimi, wewe. Wewe kuwa na adabu. Unaona sasa ninavyokosa adabu? Unaona mume wako anavyokosa adabu? Wewe unaniita mimi mlembo mimi? Mchumba. Mweupe mimi? Acha mambo ya kishamba wewe. Afu, umesikia sister? Unajua katika maisha wewe na mume wako mnaishi maisha magumu sana ya kugombana haya. Mnatia aibu. Wewe una kwenu. Atakuja kukugawa pua hapa ikaonekana si lawama. Wewe una kwenu. Na mimi utaratibu sikuja kugombanisha hapa au kupokoa ugomvi. Mimi nijua nchano kinatoka. Kuika hapa nguli maana umenyani. Ni wali wa kuika kukuoga kuja kuangalia ugali mimi. Na kuja hapa naambulia ugomvi ndio maisha yenyewe. Kaka mimi nimechoka. Urudi nyumbani. Ukiona mambo yanarudi, unarudi nyumbani sisi hapo utakufa. Hapo utakufa hapa. Uso staabu. Ninakwambia mtakuja kuuana hapa. Kwa sababu ujinga huu unatokea haya watu wanapita wanaona na nini na maana nyinyi kitongoji kichote kimenukwa. Na wewe sister una nyumbani kwako. Mnaacha kujadili vitu vya msingi, maugomvi ya kugombaniana ndani, nyinyi mnatoa paka nje. Acha mambo hayo sister. Haya mambo ya aibu haya. Mimi sio nshenga wa posa hili. Hivi mimi ni huruma tu natia na huruma wenyewe natia kwa sababu njaa ndio ile nileta hapa. Nisingefika. Ngako vile jeli huyu wewe. Hivi sasa ndugu yangu mimi ninachokushangaza kitu kimoja tu. Kutokana na mifumo ya watu ambao unacheza nao. Hivi wewe ndugu yako yule rafiki yako yule ana akili ya aina gani? Kwanza mtu mwenyewe unayemzungumzia nani? Huyu unayecheza naye rafiki yako nani huyu? Baba Mu. Baba Mu. Kwa sababu mimi simuelewi bwana hata kidogo. Kwa sababu mimi naamini mtu kama unavyokaa naye ni mtu wa kumweka sawa kiakili. Na mbona kwamba kumiliki chikakada. Hamna kazi. Sasa ndugu yangu, hili swala wewe mbona unarejea juu? Kwa sababu yale ni mapenzi ya kwao wenyewe. Alafu sasa wewe unachotakiwa sisi utuache. Sasa mimi kaka anateseka dada yangu nifanye kukausha tu ongeweza. Ila wewe unaamua tu sijui kumstiri sijui na nini. Sasa inafika hatua hata sisi kwenye familia ya dada yangu tunaonekana vichaa. Kumbe wewe ulipokuwepo wewe ni kwa kumuonea wivu dada yako? Mimi sio kumuonea wivu dada yangu. Ila mateso anayoyapitia dada yangu yananiumiza kutokana na aina ya mwanaume anayeishi naye. Hizo ni dalili za wewe kumtaka dada yako. Nitaka mimi dada yangu. Halo tuheshimiane. Unajua mimi nakuheshimu sana. Sababu mimi naongea kutetea haki ya binadamu mwenzangu kama ndugu yangu na damu ni nzito kuliko maji. Wewe mwenyewe unaelewa damu ni nzito kuliko maji. Na wewe kukana. Tuheshimiane kwenye makauli zako. Kakane matweni. Mimi nakuchana. Wewe mbela. Kwa dada dada wewe. Alafu wewe hapo umesikia tukisema tuzipali hapa au sina mpoteche. Mimi nitakuumiza sasa. Mimi niko vizuri. Nyoko mpya. Tikana leo nengu mheshimu. Nini? Kuna siku nitakuja nikugagawe mimi hicho kichwa hicho. Tuheshimiane kaka. Mambo yote hayo kwa ajili ya dada. Mambo yote ni kwa sababu ya mimi dada yangu. Kwa sababu dada yangu mimi damu yangu nahitaji wewe mbwa. Wewe una nini? Wewe nani? Alhamdulillah. Mtende pia kufanya tatu hapo ni kukungute sasa hivi. Mundime mwenyewe. Afu wewe sina pa kukugusa umeelewa? Wewe mimi nakuona kama embebolibo tu. Na kamle kwa wapi mwenene? Mimi wewe nakushika wapi? Yaani vyote hivyo dada wewe. Ni wote kunguni tu kuanzia bwa shemeji mpaka wewe mwenyewe. Watu wenyewe mmekaribiana shingo kichwa viko pamoja. Ni siboko tu. Yaani unamuonea wivu dada yako kwa sababu kichatu. Sasa kama wewe upa dada yangu mbona wewe bibi pela watu ambao bibi kubwa hapa mweupe. Mimi wai ni umi. Bibi wangu. Bibi wewe mbona bibi wangu. Wewe mbona mweusi kama goti? Eti ino nyagaembe. Ino nyagaembe kwa cheni. Acha ushamba. Wewe unacheza na mtu mpe misingi ya maana. Kwanza bwana shemeji stafeli tuliwe pami. Kwanza wewe umesikia? Mimi kwanza sasa hivi nisitaki nimuone. Kwenye maisha yangu sitaki nimuone. Ulipokosea mwanzo nikakuzamea mbona, ila we ukujali wala kuthamini msamaha wangu, familia yangu, kaka yangu, ukamdharau ukamuona kama Aha. Kumbe wewe malaya ndio unasababisha ndoa za watu zikosa utulivu we dada, mimi sio malaya. Bali mume wako ndo ananifuata.
Alafu na istoshe, kuna kitu mume wako anakifuata kwangu ambacho wewe huna. Aha. Wewe sio malaya Sasa leo utaona. Unaenda vipi? Wewe niache. Mbona unazalisha mume wako? Niache babu. Niache nakuja na wewe. Niache. Shemeji ni nasi ndo mnafiki mwenyewe. Unafiki nini? Kwani mkubwa niache babu. Unafiki nini? Niache. Unaelewa kumbaga sigara. Huyu ananipaga sigara. Wewe shemeji vipi? Kwa? Mwanapela? Naomba ondokane kwanza huyo Emi kwanza. Nitakutana kwanza huko. Kulimaya gati ma. Wewe kijiweni huko. Haya, twende shemeji. Twende shemeji. Wewe nawe. Ndakaania na mwendo. Mimi nyang'au kusema nitakusahau uongo, maana mimi ulinijaa kwa ubongo. Hapa sina kinyongo, uliofanya na muachia Mungu. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi ukifanya. Kwa shemeji. Kwanza nashukuru kwa kuitikia wito. Mimi bwana, kwa mambo ambayo yanaendelea kati yangu mimi na dada yako, ilifikia hatua mimi nimechoka. Hii ndio mimi imenishinda. Kwa hiyo hapa nimeshaandika talaka. Na bwana shemeji, mimi najua matatizo yako. Wewe haujui kusoma wala kuandika. Hii iliyoshikia hapa hii ni talaka na kusomea. Upo tayari? Sawa. Talaka. Mimi Ligokoma au Baba Mu, namwacha mke wangu Mama Mu kwa talaka 3. Namrudisha aulewe na mwanaume mwingine yoyote. Namtokea safari njema na asanteni sana. Hii talaka bwana shemeji imesainiwa na viongozi wakubwa 3. Hao viongozi kwa umoja wao wamezilisha kwamba kuanzia leo Mama Mumi sio mke wangu tena. Kwenye hii talaka amesaini mkuu wa wilaya na ameweka muhuri wake kabisa mba. Kwenye hii talaka amesaini na mheshimiwa diwani na yeye ameweka muhuri wake mba. Kwenye hii talaka amesaini na mheshimiwa mgombea ubunge wa jimbo hili na yeye ameweka muhuri wake mba. Hao wote wameshazilisha kwamba Mama Mu kuanzia leo sio mke wangu tena. Umenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo na wakabidhi hii talaka na mjue kwamba mimi kuanzia leo am single. Lakini bwana shemeji, hivi vitu mbona vilikuwa vya kuzungumza na vikaisha? Yaani haikate Emi, mwachili NP, mungeongea hivi vitu vingali vimeshaisha kabisa hivi. Yaani sio mpaka ingefikia hatua hii uliofikia wewe. Hamna. Mungeongea, mungeamaliza. Sasa uone kama hili tatizo. Kuongea? Wewe una matatizo sana. Na sijajua huduma ya kichwa chako hii ikoje. Ngoja uangalie akili. Sawa. Kuelewa. Sawa. Bwana shemeji, dada yako mimi nimemvumilia sana. Imefikia tu sasa hivi dada yako anapigana na watu ovyo barabarani. Dada yako mimi sasa hivi ananizalilisha. Kila sema mimi napita sasa hivi nazumiwa huyo. Mimi nimechoka. Mimi niko tayari kurudi kwetu, lakini sio kunizalilisha. Hayo maneno ya kumwambia kakaangu kweli. Maisha yanaendelea babangu. Hizo nikauliza kumwambia kakaangu kweli. Hata kama umenichoka, unipendi tena, tuachane kwa amani. Sisi ni wazazi, kumbuka. Usinizalilishe hivyo. Mimi najua Mama Mungu anataka sana ndoa. Na wewe ulinipenda sana mimi. Sasa kama unataka ndoa, kaka yako hapa yuko mbali hapa. Mnaweza mkafanya wenyewe mkaangalia mazingira ya kufanya hapo. Kama mtapitisha kandoa kidogo kankeka, kama mtapitisha kandoa kidogo kasherehe sawa. Umeelewa vizuri? Yaani mimi nichukue majukumu ya kumwoa dadangu. Kaka, mbona unanikosea sana?
talaka ina ukabidhi. Kwa hiyo mimi nikamuoa. Mtajua wenyewe. Mimi kuanzia leo tusijuane. Haya ni maisha mume wangu. Usijisahau na maisha. Alafu umesikia? Nataka nitoke mara moja. Kwa hiyo kwa vizuri, mngenipa nafasi nyinyi kuondoka. Nifunge milango yangu niondoke mimi hapa. Na ingia ndani kuvaa shati, nikitoka hapa siwakute. Kama unataka ndoka kako yupo. Mfanye mazingira fulani hivi kama mnaweza mkaishi yote pamoja. Mnielewa vizuri Na nyongeza kama kuna lolote Mungu atalihitaji kutoka kwangu mimi. Nafikiri mwenyekiti yupo au viongozi wa serikali ambao nimekutajia hapo. Na kwa nyongeza iko fia akikuwa mpe. Sawa? Sawa? Au uitaki? Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi. Pole sana shoga yangu. Yes. Kumbe ni hilo. Ila mimi naomba tumsamehe shoga yangu. Hakuna kitu kisichoisha. Kila kitu kina mwanzo na mwisho katika hii dunia. Naomba msamehe. Yule ameshajirekebisha. Kama dunia kumfunza imemfunza. Msamehe shoga yangu. Siwezi kurudia matapishi shoga yangu. Haende kwa hiyo mbwa anayeona anamridhisha. Hakuna lisiloisha. Msamehe atajirekebisha. Hebu twendeni kwanza. Mwanangu. Ndio baba. Ndikusha kuambia kutoka mwanzo. Hayo maamuzi yako ya kijinga utakuja kujuta. Ona sasa unavyosumbua watu. Ona leo sasa unasumbua watu. Na mambo umeharibu mwenyewe. Sasa ndo akili gani? Baba, mimi najua. Lakini hapo njia pekee ni wewe kwenda kuniambia msema kwa yule mwanamke. Nampenda sana yule mke wangu. Baba, yule mwanamke ni msaada wangu mkubwa sana kwangu. Alafu ni baba yangu mzazi. Hebu naomba nisaidie kwa kipindi hiki kigumu ambacho nakipitia mzee wangu. Nakuomba mzee. Sasa nenda kwa mshenga wako, pengine anaweza kukusaidia. Mimi ndio naliona zito kutokana na wewe ulivyomwacha mwanamke yule. Alafu mimi niende tena nikadhalilike? Hilo siliwezi. Nenda kwa mshenga wako. Mamu. Mara nyingi umezoea kuniona nakuja hapa kuja kuwasalimia, kuwataka hali au vinginevyo. Lakini leo nimekuja kwa namna nyingine. Nafikiri kuna tofauti ambayo imetokea kati yako wewe na mumeo au mzazi mwenzio. Na kuna vitu ambavyo kufanyia sio vizuri katikati hapa. Sasa wanasema mara nyingi muungwana akivulika nguo urudi kuja kujistiri. Kwa hiyo mumeo amekuja kwangu kuja kuniona ili nije kumwombea msamaha kwako. Na nafikiri ameshakuja kwako mara nyingi tu kuja kuomba msamaha lakini umemkatalia. Na mpaka baba yake amefika aje kwako kuja kumwombea msamaha lakini baba yake pia amemkatalia. Mimi nimeona si vema kwa sababu hii ndoa mimi ndio mshenga na mimi ndio niliotengeneza. Nimeona na mimi mwenyewe ndio nina jukumu ile kuja kuitengeneza tena kwa mara ya pili. Kwa hiyo naomba tafadhali. Mamu. Naomba msamehe mumeo. Hata kwenye vitabu vya Mungu ameandika samehe 7 mara 70. Kwa hiyo naomba msamehe mumeo. Shenga, mimi nimekuelewa. Lakini ni ngumu sana kumsamehe yule mwanaume. Ila we ukujali wala kuthamini
Ameninyanyasa sana. Nimeteswa sana na wewe mwanaume. Mimi siwezi. Mamu, naomba ukumbuke maisha sio season. Ndoa sio season. Ndoa mnaitengeneza nyinyi wenyewe. Alafu mgeni hapo mlipo mna mtoto, Mungu. Hichi mnachokifanya cha kufarakana hiki mnomtesa baadaye ni Mungu. Sio nyinyi. Yule mtoto ndo mtakayemtesa. Hebu kumbuka hilo. Msamehe mwenzio, tengenezeni maisha mengine. Wao wote wanaona ndoa zote zinazodumu lazima wanapitia kwenye majanga mazito kuliko ya kwenu. Kwenye ndoa kuna milima na mabonde. Wote wanayapitia. Naomba chonde. Huyu ameshajirudi saa hizi. Na ameshafika kwao, nimeshamsema mara nyingi tu. Nimemsema vya kutosha. Na ninaamini sidhani kama atarudia hapo alipo. Imefikia tu mpaka baba yake amemkatalia, amekuja kwangu mimi. Mimi nataka nimkatalia, lakini nikaona sio busara. Tafadhali Mamu. Na kuomba kwa heshima yangu mimi, na kuomba msamehe mmeo. Mimi nabeba dhamana kwake. Kwa chochote kitakachotokea nabeba dhamana kwake. Shenga, mimi nimekuelewa. Na nimemsamehe mume wangu. Baba mume wangu. Na mke wangu. Nimekusamehe. Nakupenda sana mume wangu. Nakupenda sana Mamu. Kifo cha dhambi ni kibaya, ulipokosea mwanzo nikakusamehe mbona, ila we ukujali wala kuthamini msamaha wangu, familia yangu, kaka yangu, ukamdharau, ukamuona kama yeye nyang'au. Upendo wangu, thamani yangu niliyokupa, ukaidharau, ukaniona kama mimi nyang'au. Usema nitakusahau, uongo, maana mimi ulinijaa kwa ubongo. Hapa sina kinyongo, uliyofanya na muachia Mungu. Kila utatofanya Yaani itanifanya hata tukamchukua mwetu mume tuishi naye. Ya, ni kweli. Na mke wangu, kwanza mimi nafurahi sana. Lakini pia nikushukuru wewe kwa kuweza kunisamehe mimi. Yaani kiukweli nimeteseka sana. Lakini pia yani toka nimeachana na wewe nilijikuta napitia katika wakati mgumu sana wa kimaisha. Yaani milango ya riziki yote ilikuwa imejifunga. Ila kwa sababu sasa bosi umerudi, kila kitu kimekaa sawa. Hata mimi nashukuru sana kurudiana na wewe. Lakini pia mimi kuna kitu nataka nikuombe baby. Niambie mke wangu. Nilikuwa nataka ile nyumba kule ukaipangisha afu tuishi hapa. Mimi niseme kitu kimoja mke wangu. Kiukweli mimi siwezi nikapinga hilo. Na nikupongeza mke wangu kwa sababu naona maendeleo yako si haba. Umenishinda hadi mimi mumeo. Hamna bana. Hongera sana. Asante. Mimi nikuache. Sasa mume wangu, nilipopita pale bandani kwako, nimeona kama kuna vitu vimefeli fulani. Mimi nataka nikuongeze kiasi kidogo ili just unajua? Nisitaki ukae kinyonge bana. Bosi huyo. Sasa hapa na kirani kidogo ukaongezee pale. Ile mambo yakae sawa. So, tutasolve baadhi ya vitu. Ulipokosea mwanzo nikakusamehe mbona, ila we ukujali wala kuthamini msamaha wangu, familia yangu. Lakini pia sehemu za kupumzika zimekuwa ni chache sana. Na sehemu hizo basi zikipatikana basi watoto wanakuwa ni wengi. Kwa hiyo sehemu ambayo napenda kukaa kurelax ni sehemu kama hii. Yaani kaa hapa nikiwa nacheza hivi manyasi kwangu mimi ndio najisikia hiyo. Nafarijika bwana. Baby. Yes.
Nasikia kuwa umerudiana na mkeo. Ya, ni kweli. Ina maana mimi sikutoshi? Hapana. Unanitosha na nikiwa naenda kuwa na enjoy sana. Ila nimefanya vile kwa ajili ya mtoto. Unajua yule mtoto bado ni mdogo sana. Alafu kule kwa bibi yake kuna baadhi ya huduma za kimsingi anazikosa. Kwa hiyo bora nirudiane naye mke wangu ili tuendelee kumlea yule mtoto. Lakini pia kitu kingine, yule mimi sio kama nampenda. Yule mimi nataka nimtumie tu. Sio nimesha yenyewe mamangu haya. Alafu kujua na kuja kuenjoy na wewe. Naijua hiyo. Alafu hapa nimekuandalia nauli kidogo. Sawa? Hii utafanya nauli pamoja na kula. Nashukuru sana mpenzi wangu. Shemeji yako. Acha naye, mnafiki tu huyo. Unajua ndugu yangu, mifumo ya maisha unavyoyasikia, mtu anatakiwa kuhangaika. Kweli. Umenielewa? Sasa kuna baadhi ya vijana hapa tupo nao mtaani hapa. Mambo yao yanakuwa hayayoki. Mambo ya ovyo. Alafu hawaaminiki. Kuna wakati tunashindwa kupata mabosi wa mipunga hapa. Sisi hatuaminiki kaka. Wizi. Wizi jamani, wizi. Mkunyelewa? Lijuri hapa. Arandali wapi nani? Alipewa hela kwenda kununua mbaazi. Kuna wakati tunashindwa kupata mabosi wa mipunga hapa. Vijana inawakosa imani. Wizi. Sasa kuna wakati mimi ndo naonaga bora kujiajiri mwenyewe. Ni kweli, mtu ukijiajiri si unakuwa unaishi na utawala wako mwenyewe binafsi. Bwana. Halo vipi baza? Kama kawaida harakati. Kama kawaida. Naona yale. James kama kawaida. Wewe bwana? Katika mifumo ya maisha, mimi sielewi wewe na ndugu yako wao mnakaa vipi na katika kuongea mifumo yenu maisha yenu yanavyoenda. Mimi kuna jambo bado linaendelea kunishangaza. Sababu mimi nakuja katika harakati zangu za kutembea nimemkuta yule bwana anatoa pesa anampa binti mmoja hivi, huyu nani, huyu baba mu nani Likokoma huyo. Kokoma. Sasa nimejiuliza, nimempimia, nikasema huyu mwanaume ana kichwa cha aina gani? Bado unasikia mambo haya? Hayo nasikia hizi tunazoendea Simba chimbo. Hizo. Unazofunga siri unaenda na moko polini mara veni hujaiona hiyo na nini, lakini yeye anagawa tu pap. Alo imeniuma hiyo, nikasema bwana sio ana kichwa cha aina gani. Huyu Likokoma rafiki yangu wametoka kusuluhishana na yule mke wake. Wamemaliza ugomvi. Alafu leo hii anakuja kuonekana na yule aliyesababisha mtofaruku wao. Huyu ana akili kweli huyu? Mapungufu. Hayo ni mapungufu. Gerego mapungufu. Mimi ndugu yangu kwa hili siwezi kumsapoti. Yale kama ni malipo. Alo mimi hapo naye imeniuma. Hii sasa mbona anafeli tena na yeye? Si jana tu, sijui jana tu wametoka kusuluhishana. Kaka, mimi utani na wewe sina. Yaani mimi na wewe hatujawahi kutaniana hata siku hii. Nimekuta anatoa hizo pesa, anatoa kabisa. Halafu na yeye amehangaika. Bwana wewe ngeti kupika nako. Bwana Likokoma amehangaika sana na yule mwanamke. Bwana Likokoma ilifikia hatua anashindwa kufanya kazi zingine. Kila wakati anamfuatilia yule mwanamke warudiane. Kuna wakati amekuwa anamtukana huyu kaka yake. Kuna wakati amekuwa anamsumbua mpaka kaka yake. Leo hii anataka kurudi kule. Kiukweli ndugu yangu hapo mimi siwezi kumsapoti. Siwezi kumsapoti ndugu yangu. Unanielewa? Mimi nakuelewa vizuri. Bana wewe kwanza twende. Mpumbavu huyo. Wewe twende. Au nafikiri mimi nakudanganya kiasi? Mbona kama uko sawa? Mke wangu wewe acha tu. Yaani wewe amini. Ile pesa ambayo nilipo kwa ajili ya kwenda kuongeza mtaji imedondoka, imepotea. Unasemaje wewe? Nakwambia hivi. Si unapata ule mtalo wa kwa mzee nani pale. Sasa
wakati naruka nahisi ndio pale pale. Kwa sababu nilipofika dukani sasa wakati nataka nichukue bidhaa, kile kiangalia mfukoni sioni. Mume wangu, hebu kuwa serious bwana. Au unanitania? Aki Mungu tena mke wangu nakwambia sisi kudanganya. Sisi kudanganya. Yaani naumia. Kwa sasa tunafanyaje jamani babu? Mbona hivyo? Kwa sababu nifika dukani kila nikijisearch hivi. Hakuna chochote kile ambacho mimi nakiona. Sister. Huyu anakudanganya. Huyo hela ameonga. Wala huyu mbwa kuela kuna mtu amempa huyu. Ametoa pesa, amempa mwanamke huyo. Alafu ndugu yangu, unaniaibisha. Wewe si jana tu umetoka kuelewana na mkeo? Ndugu yangu, kwa hili sikusapoti. Mmoja mkuipuria. Sana. Wewe unazidisha. Mwao ndio umbo au? Ngoja kwanza. Wewe unawashiriki kwa mimi kuna mtu amenipa hela? Nimekuona. Wapi? Wewe uliokuwa unampa kunguni yule? Bamu unataka hela. Sawa sawa mvimbie. Wewe niamini mimi mumeo. Hela nimedondosha. Wewe mimi nakujua. Wewe ndio na manyi. Wewe mmoja gawenye hela abantu kwenda wapi? Wewe umetoa. Wewe ulivyomhangaikia huyu mwanamke, leo unakuja kuyatifua tena. Alo nimekuwa kwa nimbo kwa. Mimi uko sipo. Unazidisha baba. Wewe unatoa hela za dada yangu mimi unampa mwanamke wewe. Alafu sikilizeni. Wewe unasema kuna mtu nimempa pesa. Nani nimempa mimi pesa? Umempa mwanamke? Nani? Mwanamke umempa wewe. Wewe unakataa nini? Uongo huo. Uongo na nani? Ni kichaa. Mimi nakuwa mtu ambaye nimempa pesa. Mke wangu sikilize. Ibilisi zimeshaanza. Hii ni shetani mke wangu. Hakuna mtu yote ambaye nimempa hela. Wewe niamini mimi mumeo. Hela nimedondosha. Wewe mimi nakujua. Wewe ndio na manyi. Wewe mmoja gawenye hela abantu kwenda wapi? Wewe umetoa. Sasa sikiliza ndugu yangu. Kama tabia zenyewe ndo hizo. Hata mimi bwana wewe sitacheza na wewe. Kiukweli. Huyu wa kumwacha tu wani kucheza watu wasiko na mawazo kama. Babu umefanyaje? Mke wangu. Wewe kama unamwamini kaka yako endelea kumwamini kaka yako. Lakini mimi nakwambia ukweli. Mimi hakuna sehemu yote ambayo nimetoa ile hela. Ile hela mimi najua kwa ile pesa ni pesa ya malengo. Siwezi nikatoa kumpa mtu yeyote. Babu ni hela yangu naitaka. Hela yangu naitoa pesa. Na mimi sio kisa. Wewe ni hela sijui. Nenda kachukulia hela yangu. Yes. Mvimbie nani? Kanichukulie hela yangu. Mvimbie huyu wewe nenda katoka. Wewe nini wewe mbwa? Toa hela. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya. Kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha. Kifo cha dhambi Ni ndugu wa Likokoma National. Ndio. Nadhani mgonjwa tokea tumempokea, tumemshughulikia na jitihada zingine zinaendelea, lakini mpaka saa hizi jitihada bado tunaendelea nazo kutaka kupata vipimo vyake, lakini kwa sasa tumeweza kugundua kwamba alipata msukumo mkali sana baada ya kupoteza fahamu kwa muda mrefu. Tumeweza kugundua hicho kitu kwamba alipata msukumo mkali. Bado hatujashindwa, tunaendelea na utaratibu mwingine wa kuweza kugundua ama kuona ni nini ambacho kinachoendelea. Mimi niwatake au niwape pole sana kwa hayo ambayo amewapata. Poleni sana. Na wewe ni ndugu wa Likokoma? Mimi ni bwana shemeji wa bwana Likokoma. Mimi rafiki yake. Na hapo ya poleni sana. Asante. Ila siku nyingine naomba msitumie hivi viti kwa ajili ya kukaa nyie watu ambao mko vizuri, mna afya nzuri. Hivi ni kwa ajili ya wagonjwa. Na gari ndio nimwambia mimi. Kwa hiyo hiki sio kiti. Hapana, hii ni kiti kwa ajili ya kuwabebea wagonjwa. Kwa hiyo kama wewe ni mgonjwa basi tunaweza tukakubebea humu, lakini kama una afya nzuri naomba ukae kwenye benchi bwana. Kama ni wewe tunazunguka, tunarudi.
Mzee Nashino. Labeka. Shikamoo. Marhaba, habari yako? Salama beza hapa. Salama sasa mzee. Una taarifa nakuletea hapa. Katika kupita zangu nimesikia yule kijana wako yule kaanguka ghafla pale, lakini ambebwa na raia pale, ampekwa pale juu zanati. Tatizo nini? Sijajua tatizo nini, lakini ndo nimepita pale nasikia taarifa kwamba kijana yule Mzee Nashino kaanguka ghafla pale, amekimbizwa pale zanati. Zanati gani? Pale juu zanati pale juu pale. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya, kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha, kifo cha dhambi kifo cha dhambi kifo cha dhambi, kifo cha dhambi ni kibaya. Ulipokosea mwanzo nikakusamehe, mbona ila we ukujali wala kuthamini msamaha wangu, familia yangu, kaka yangu, ukamdharau, ukamuona kama yeye nyang'au. Upendo wangu, thamani yangu, mapigo ya moyo hamna kabisa. Ukaidharau, ukaniona kama ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya, kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha, kifo cha dhambi kifo cha dhambi kifo cha dhambi. Ni wahusika wa Likokoma Nation. Mimi ndo babake mzazi. Kuelewa. Jamani, niwapeni pole sana. Mgonjwa wenu amefariki dunia. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya, kifo cha dhambi kifo cha dhambi hakina msamaha, kifo cha dhambi kifo cha dhambi kifo cha dhambi kifo cha dhambi. Sina kumlaumu, pengine Mungu ameamua kifo hiki kufundishia njia hii. Sawa sawa. Kwa maana hiyo, ndugu zangu, twende nyumbani tukashughuliki mambo ya mazishi. Kila utajofanya ujue kina mwisho. Ukifanya dhambi, ukifanya mwisho wake kifo. Kifo cha dhambi ni kibaya, kifo cha dhambi.